tuliwaambia tutakwenda kuwaduaza kwenye kura za uraisi. Tukaambia tutakwenda kuwaduaza kwenye majimbo. Ndugu zangu, hatukuwaduaza au tumewaduaza? Wameduaza, ndio. Tukafika pahala kitahanani kilichokuwepo, mfadhaiko uliopatikana. Leo sisi anakwenda kupapatua kura Paje. Leo anakwenda kuiba kura Makunduchi. Haibu fedheha kweli kweli. Leo anakwenda kupapatua kuiba kura Donge. Mahonda ndio wamezidi. Uzini ndio kulikokuwa na nyumba yao ya mchwa. Mara hii nyumba lao la mchwa la uzini limeingia moto. Ndio yaliyotokea mara hii. Hakuna pahala walipokuwa wamejiamini. Ndio maana tunasema tena kwa amani, tunatembea kifua mbele kwamba sisi tumepewa ridhaa na Wazanzibari tuwaongoze, tuendeshe nchi yao, tuinyooshe, tuirudishe nchi yao katika ustaarabu. Tuna uhakika wa hilo. Na ndio maana tunasema tena, tunasema kwa kinywa kipana, sisi kama ni kurudiwa uchaguzi na urudiwe kesho. Na mimi ninasema, na hili ninasema kwa dhati, na Mwenyezi Mungu ananishuhudia kwamba ninalisema hili kwa dhati. Twende kwenye uchaguzi kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi mpita njia, kama atapata 30% ya kura, mimi na wenzangu naamini na nyinyi mtakubali, tutamwachia atuongoze. Kama atatimiza 30% ya kura halali za Wazanzibari zilizopigwa kwenye uchaguzi halali wa wazi, sisi tuko tayari. Tuambie hiyo 30%, wana umejitahidi, tunakutambua wewe ndio mshindi, na 30 zako. Tumefahamiana? Tutazitambua kama kura za veto, kwamba kwa sababu tuna uhakika kwamba Wazanzibari hawamtaki, watu wamemkataa, wakiwemo wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu leo hakipo Chama cha Mapinduzi. Ndio maana hao wenye Chama cha Mapinduzi wanaojijua hawakwenda kupiga kura, na waliokwenda kupiga kura wengi wapo ambao wametupa kura chama cha ACT Wazalendo, wametuamini. Na hii ni moja ya kazi kubwa tulioifanya, kwamba kwa pamoja tumekwenda kwa Wazanzibari tukawaeleza nini tunataka kufanya, tukawafahamisha, na wao wakatufahamu, na wao wakaelewa, na wakatuunga mkono. Ndio maana mara hii tumepiga kura kwa mara ya mwanzo bila Wazanzibari kujali mirengo yao ya kisiasa, bila Wazanzibari kujali kazi zao, nafasi zao. Wamesimama, tukapiga kura kwa pamoja. Ndio mfadhaiko huu uliotokea, ndio muguma huu walioupata Chama cha Mapinduzi. Jamani, kweli si kweli? Sasa hili ni jambo ambalo lazima tukubaliane kwamba ni kazi kubwa ambayo tuliifanya tukiongozwa na timu yetu ya ushindi. Wagombea wetu tuwapongeze kweli kweli, walipambana ndio tukafika tulipofika. Lakini ndugu zangu, nyinyi wenyewe ni mashahidi, tumekwenda sote tulikokwenda. Timu ya ushindi kweli ilifanya kazi kubwa sana, na moja ambalo mimi naomba tulitambue sana, nilisahau hili, kwamba uchaguzi ni gharama.
na ni gharama kubwa sana. Wenzetu hawa wao kutoka bara tu waliletewa karibu bilioni 7, bali waliokusanya hapa, walizokuwa hapa, na waliendelea kupokea pesa mpaka kesho uchaguzi. Wanatuambia wenyewe kwamba kama kesho uchaguzi wamepokea bilioni. Jinsi ya mapesa walikuwa nayo, sisi hicho tulichokuwa nacho cha Belecho Mansuri 1,500 yetu, lakini ilimwendesha. Lakini gharama zote hizo waliosimamia kutafuta fedha ni timu yetu ya Ushindi, na mmeona mambo makubwa ambayo tuliweza kuyafanya mara hii katika uchaguzi. Lakini pamoja na yote haya, nasema yasingewezekana bila ya mawakala wetu. Tunajua sote, na hasa mawakala wazoefu, wakala katika uchaguzi wa Zanzibar ukawa wakala wa ACT Wazalendo, hiyo ni kazi ya kuuza roho, au sivyo? Ni kazi ya kuuza roho. Sasa leo wakajitokeza, nasema wengine vijana wadogo, wasichana tumewaona hapa, akina Asma, kwamba hao wamekwenda wakapambana na majambazi na majahili hawa, na wakasimama kuambia hichi mnachofanya sio sawa. Jamani, huu ujasiri mkubwa sana. Unahitaji mtu ambaye anaamini, anajifahamu, anajielewa, ana imani na nchi yake, ana imani, anasimama katika kutafuta haki. Huu ni wa kumheshimu sana, ni wa kumheshimu kweli kweli. Mimi nina heshima kubwa sana juu yao, mawakala wote waliosimama katika chama chetu. Naomba kwa dhati kabisa niwapongeze, naomba kwa dhati kabisa sote tuwapongeze. Na mimi nasema kwamba hawa ni watu wanaostahili kutambuliwa kwa namna maalum, kwa kuwapa zawadi maalum wanayostahiki, na inshallah tutapata siku hilo tutakuja kulitambua. Lakini zawadi yao kubwa, wazungu wana msemo, wanasema a reward for a job well done is an opportunity to do more. A reward for a job well done is the opportunity to do more. Yaani zawadi nzuri inayostahiki mtu aliyefanya kazi vizuri ni kumpa fursa akafanya kazi nyingine vizuri zaidi. Na sisi tunasema, sisi tumepata mtaji wa kuanzia kupitia kwao. Leo tutakapohitaji watu wa kufanya kazi inaohitaji uaminifu wa hali ya juu, basi mawakala leo wametuambia kwamba sisi ni watu wa kuaminika. Utaanza wapi pengine badala ya kuanza kwa wao? Hiyo ni ahadi yetu. Wengine huku nilikuwa nawaambia, sijui mjini, sijawahi kuisema, naambia kwamba namna tulivyowaamini mawakala inafanana na tunavyowaamini madaktari. Unajua tunavyoamini madaktari? Maana Mswahili huyu, mimi na huyu Mswahili ninayemjua, katika mambo yote anaweza akamwamini mtu, lakini si jambo la kuja la mke wake, au vipi? Hapo hata baba yake aliyomzaa hamwamini bwana. Anasema naye si mwanamume, na mwanamume kwenye mambo haya anaingia mitihani.
au vipi? Lakini akitoka nyumbani akaenda kwa daktari, atamwacha ingie ndani, waingie ndani, yeye atakaa nje, pengine kwa mambo ya siku hizi na simu yake, au vipi? Bwana, unachezea simu, mali iko ndani. Akina baba pagumu hapo, au sio? Lakini na akitoka ndani, la kwanza labda kubwa atauliza, aje lini tena? Au sivyo? Na sana mambo ya siku hizi, atapewa kikaratasi, atambua nenda kalipe kidirisha kile pale. Nenda kulipa. Kwa watu kukaa peke yao ndani. Na kulipa nalipa. Si ndio? Haya yote ni kwa sababu gani? Akina baba pagumu hapo, au sivyo? Haya yote yanakuja kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani yako kwamba daktari katimiza, kafata misingi ya uadilifu wa kazi yake. Na sisi ndio tulivyoamini. Jamani, sina maneno mazuri ya kuzungumza jambo hili. Lakini itoshe kusema tunawaheshimu, tunawapongeza, tunawashukuru na tunawatambua kwamba ni watu ambao wamepambania haki ya nchi hii, wamepambania haki ya watu wa nchi hii na chama chetu kwa kiasi kusema kweli cha kupigiwa mfano. Tunawashukuru sana kwa hilo. Tumepita tuliyopita. Tumeona kwa jinsi tulivyoelezwa hapa. Unaanza kujiuliza, haya kweli yametokea Zanzibar? Jibu ni kweli yametokea Zanzibar. Sio Zanzibar ile watu wanaojua tunayojua. Hii ni Zanzibar leo tuliofikishwa. Sio tu na Chama cha Mapinduzi, lakini na jamhuri ya walaji ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, makamu mwenyekiti kasema mengi kuhusiana na namna tulivyoyaendea mambo haya. Mimi sina haja ya kuyarudia. Lakini mimi niseme moja tu. Na hili tuliweke kichwani. Vizuri hili tuliweke kichwani. Kwamba mwaka 2020 tulipoingia kwenye uchaguzi, maafa yalitokea, lakini mwisho maafa makubwa, au sivyo? 2020 hapakuwa na uchaguzi. Tumekaa na rais ambaye kura zake hazikuhesabiwa, au sivyo? Kura zake hazikuhesabiwa. Na tukamwambia moja katika sharti kura 2025. Akasema sawa, yanatekelezeka. Kuna alilolifanya? Kuna aliloliheshimu? Hata yule mkurugenzi wa uchaguzi alipoingia alimteua kwa katibu mkuu ofisi ya makamo wa pili wa rais. Lakini mwenyewe ana hesabu zake. Tahamaki kamrudisha tena kwa mkurugenzi. Mtu huyu ambaye aliyafanya haya, mnakumbuka sisi alipomteua tukalalamika, watu wetu tukalalamika, tukaenda mikutano mikoa yote, na mimi nikaenda kuzungumza naye. Kwa kauli yake akaniambia, kweli kwenye hili tumeteleza, lakini naomba nipelekee salamu zangu kwa chama chako kwamba hili tutalirekebisha. Hiyo ni kauli yake ya mdomo alioniambia mimi, hakuniagizia, hakuipitisha kwa mtu, kaniambia mimi moja kwa moja.
na tukaandika, akaambiwa, tukafanya vikao Tunguu pale mbele ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano, Amiri Jeshi Mkuu, kwamba jamani, haya tunakwenda kuyarekebisha. Secretariat akiwemo mkurugenzi, watu 21,000 wapewe vitambulisho na kura ya mapema inakwenda kuondolewa. Hayo ni mambo tumekubaliana, imetoka pale yaende kutekelezwa. Wakarudi wakageuka. Tumefahamiana? Sasa hayo leo tumerudi, tumefanya uchaguzi, unaambiwa kama hayo yaliyotokea tuliyoyaona sote, dunia imeyaona yaliyofanyika katika vituo vya kupiga kura. Sasa haya mimi ninachosema kwamba uchaguzi wa kura ya mapema walijijua kwamba hawana kura, kwamba watu hawawataki, lakini wakaamua kwamba njia peke yake ni kuiba. Na tulikuwa tunasema kwenye mikutano yote ya kampeni, sisi tunajitayarisha kwa uchaguzi, wenzetu wanajitayarisha kwa wizi. Kwa sababu yote haya tulikuwa tunafahamu. Na mpaka tunaingia kwenye kesho kutwa, tunaingia kupiga kura. Mimi tarehe 26 mwezi wa 10, siku mbili kabla ya kura ya mapema, nilikuwa Pemba, nikatoka Pemba nikaja hapa kuonana na Rais wa Jamhuri ya Muungano, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwamba kumwambia huku kuna kwenda kutokea maafa. Kwa taarifa tulizo nazo, kuna hili na hili na hili na hili linapangwa. Yakitokea, sisi tushafanya wajibu wetu, tushatimiza wajibu wetu. Tuiepushe nchi hii sije ikaingizwa hawa jamaa zako wanapotaka kuipeleka. Na ahadi tukapata kwamba hili na hili na hili na hili litatekelezwa, na hakuna lililotekelezwa. Sasa hii si bure, tunasema, na ndio maana sisi tukatumia busara, tukasema hawa watu walioyapanga ni makubwa. Sisi la muhimu kwetu sisi kwanza ni usalama wa watu wetu. Haitokuwa na maana ukaambiwa umeshinda kwenye kiti, umeshinda kwenye uchaguzi, lakini unahesabu maiti, unahesabu majeraha, unahesabu majeruhi, unahesabu. Haitokuwa na maana. Hiyo sio madhumuni ya uchaguzi, wala sio madhumuni ya mageuzi. Na hawa walivyojipanga, mpaka tunawapa taarifa hizi, mpaka tunawatanabahisha kwa kiwango hichi, unamwambia Amiri Jeshi Mkuu na hatua hazichukuliwi, huku kuna kiza. Sisi tuchukue hatua hizi, sisi tufanye hekima. Wao imewapungukia, sisi tufanye hekima. Tumefahamiana? Kwa sababu kwetu sisi muhimu usalama wenu, usalama wa wananchi wa nchi hii, usalama wa nchi yetu. Sisi tunajali nchi, hatujali kupata vyeo wala kupata nafasi. Huo ndio msingi wetu, na hiyo ndio njia tuliyokuwa tumeongozwa. Ndio maana tukachukua hatua tulizochukua. Yalikuwa maumivu makubwa, tunajua, waliolia, kuna waliokuwa na mimba zimetoka. Tunasema mara hakufa watu wamekufa, ndio ukweli. Watu hawakuumia, watu wako waliumia mpaka leo wako hospitali kwa sababu ya maumivu yaliyotokea. Sasa Mwenyezi Mungu
moja ambalo katuonesha mwaka huu. Wengi tulikuwa tumepa faida ya shaka, tukasema yaliyotokea 2020 yalikuwa ya Magufuli, au sivyo? Wako watu wengine, wazee wetu wengine, mashehe, lakini haiwezi kuwa mara hii, yale yalikuwa ya Magufuli. Wanatuambia, walikuwa wakituambia. Sasa moja ambalo Mwenyezi Mungu katuonesha mara hii, Mwenyezi Mungu alisema ngojeni, mimi nitawaonesha. Hawa jamaa wanatembea na suruali mbovu imepasuka, lakini hamwaoni, au sivyo? Si wanatembea tu chini barabarani. Asema mimi nitawekea ngazi mara hii, watapanda wenyewe, mambo yote yatakuwa, mambo yote si walipanda, hawakupanda. Kuna lilobaki hamkuliona, mpaka watoto ilibidi tuwafiche, au sio? Wamepanda kwenye ngazi, mambo yote hadharani. Sasa leo ndio maana haya naosema, leo utakwenda kusema kama wewe watu wamekutaka tena 75 unatembea kichwa chini. Leo wewe umechinda, unatembea na tahayuri. Hayo ndio Mwenyezi Mungu aliyotaka moja kutuonesha, mambo yote. Sasa ndugu zangu, tumezungumza hayo, lakini najua tunasubiri, tunaulizana, lakini ndio yametokea. Tunatoka vipi hapa, au sivyo? Tunatoka vipi? Hilo ndio swala la msingi. Sasa sisi tunachosema ni kwamba hii safari inaendelea, safari haijasita, kwa sababu tunachokitafuta na tunachopaswa kukitafuta bado hakijakaa sawa. Tumevuka hatua moja, Wazanzibari wameonesha kwamba jamani, sisi tunawaamini, tuko pamoja, na kama kweli kumbe tunaweza kuwaunganisha Wazanzibari, tukasimama kuidai nchi hii, tukasimama kwa maslahi ya nchi. Na ndio maana makamu mwenyekiti akasema hii safari ya kwenda mbele kudai hiyo haki, kuitafuta, tumeianza. Na katika kuianza huko ndio maana moja tukasema tuje tuonane, tuzungumze, tufahamiane, kwa sababu hii safari si ya viongozi, hii safari ni ya kwetu sote, na si ya wana ACT Wazalendo. Hii safari ni ya Wazanzibari wote. Kwa kupitia kwenu nyinyi mtaweza kwenda, kwa sababu tulikuwa zamani ya kuwaongoza Wazanzibari katika hili ni sisi. Sisi ndio tuliopewa dhamana hii. Kwa hivyo la kwanza tukasema kuna mambo baada ya kutokea haya, kuna mambo watu wanawababaisha au mnababaishwa kwa maksudi. Ni vizuri tukutane, tuelezane. La kwanza, baada ya kutokea haya, kuna wenzetu ambao wamekwenda kwenye baraza la wawakilishi, wamekwenda kwenye bunge. Wengine mmeanza kubabaishwa, naambiwa sasa si mnaona, si mmeshaingia, maana yake mambo ndio yamekwisha, au sivyo? Najiuliza, mnakwenda kudai nini? Mbona mshaingia barazani? Mbona mmeshaingia bungeni? Jamani, ile ni chenji ya mwizi. Mwizi kakuibia 100,000, 20,000 imemdondoka, utaiwacha? Eti
20,000 imemdondoka, si utaichukua? Ile ni haki ya wananchi ambayo wawakilishi wetu, wabunge wetu, chama chetu imeipata kihalali. Mwizi tu imemshinda kuiba, na hii alitaka kuiba. Maana kuna mkubwa huko alipiga simu akauliza, imekuwaje mmewachia majimbo yote hayo? Lakini ndio alivyokusudia. Sasa hii ni change, iwe lolote ilivyotokea, lakini ni change. Mwizi imemdondoka. Ndugu zangu, mnataka tuiwache? Mnataka tuiwache? Tunafahamiana? Ndio sababu tukasema hawa nyinyi nendeni, wakati tunatafuta mengine. La pili, na ambalo pia linatumiwa kuwababaisha, la pili, tulisema katika kudai haki yetu katika safari hii kuna milango mingi. Mlango mmoja muhimu ni wa kisheria, na huu wa kisheria hasa kwa upande wa baraza la wawakilishi. Hawa watu walipoleta kura ya mapema walifanya na mambo mawili pia kuhakikisha watu wananyimwa haki zao. La kwanza, walipunguza muda wa kupeleka mashauri mahakamani. Kama wewe unataka kupeleka kesi ya uchaguzi, wamepunguza, ni ndani ya siku 7. Hii ndio kesi ambayo ina limitation ndogo, ina muda mdogo sana kuliko kesi zote. Maana haki nyingi zinaanza wenzetu wameweka siku 30, lakini nyingi ndani ya miezi 6, ndani ya mwaka, ndani ya hawa wameona siku 30 pia nyingi, wakaweka siku 7. Na wameweka siku 7 kwa sababu walijua wakishakufanya uhuni huu wanaofanya, kama huo waliofanya 2020 na waliofanya mwaka huu, labda wewe utababaika, utapigwa na mugma, mpaka ukija ukizinduka siku 7 zimeshamalizika, haki yako utaipata wapi tena? Sasa wao waliweka pia kunyima, kuiba haki za watu. Lakini sisi katika safari hii, ndugu zangu, tulikuwa na mchoro mezani. Tulikuwa na mchoro mezani kwetu. Tukasema likitokea hili tufanye hivi, nani atakayehusika, nani atasimamia. Likitokea hili tutachukua hatua hizi, nani atayehusika, nani atakayesimamia. Kwa hivyo lilipotokea hili, na ambalo tulikuwa tunajua kwamba litatokea, tulichukua hatua na kupeleka mashauri yale kabla siku 7 kukamilika. Na katika hili mimi naomba tumpongeze sana mwanasheria wetu mkuu wa chama. Mwenyezi Mungu katupa kifaa cha kazi kweli kweli, katupa kidume kweli kweli. Pangawe mpaka wamechanganyikiwa. Maana Pangawe eti wabunge walopiga kura ya ubunge 15,000, lakini walopiga kura ya uwakilishi 18,000. Hawa twenda wazimu kweli kweli. Ndio tunachosema, mara hii wamepanda ngazi, mambo yote hadharani. Watu wa mjini mnasema baruanja, au sio? Kwa hivyo hilo tulichukua. Lakini la pili walilofanya, waliweka kiwango kikubwa sana cha fedha kwa kila kesi. Wakati kule bara ni 200,000, hapa wameweka 2.5 kwa kila kesi moja. Na watazameni Mwenyezi Mungu watu hawa anapoonesha kwamba ni watu ambao si wa kuweza kuongoza binadamu. Kwa hesabu za serikali yenyewe inasema kipato cha wastani ya mwananchi Zanzibar ni haizidi milioni 3 kwa mwaka, dola 1,200. Sasa leo kufungua kesi moja ya kudai haki,
maskini huyu aliokwenda kugombea kwa niaba ya wenzake, unasemaje 2.5 milioni? Lakini ndugu zangu, tumeweza kufungua mashauri haya na yote tumeyakamilisha, ikiwemo malipo yanayohitajika. Unguja mashauri nimepewa taarifa 14 mpaka sasa. Tulitegemea sisi 17 na matatu tayari 17, na Pemba majimbo 8 ya uwakilishi. Kwa hivyo kwa ujumla 25 na 10 tulionayo, maana yake sisi tunasema hizo ni viti 35. Tumeingia kwenye uchaguzi huu tukiwa na uhakika wa viti 32 vya uwakilishi. Ndio hesabu yetu, na leo pakiwa na uchaguzi sisi tunaamini 32 vitapita, lakini havitopungua 32 kati ya 50. Ndio tunaosema hivyo. Vilivyobakia tunasema vingine ni kwa mazoea, lakini hakuna jimbo ambalo sisi hatuwezi kushinda kwa Zanzibar sasa. Sasa tulisema tuyaseme hayo kwa sababu hawa vidudu mtu, maana wengine watapita sasa hivi, watawavunja moyo, watawababaisha, watawazungusha. Kwa sababu hata hili la kesi Mwenyezi Mungu alivyowanyima haya, wanasema nyewe mmepeleka kesi mahakamani, ndio mambo yashakwisha haya. Maana yake kesi mahakamani, hawa majaji si wetu. Kiongozi mkubwa anasema hivyo. Hizi kesi zitapigwa dana tu, miaka 5 hazitosikilizwa. Sisi ndio maana tumo kwenye harakati hii kuinusuru Zanzibar. Hakuna nchi ambayo mahakama inaweza ikachezewa. Sisi tunajua, lakini tunasema panya huwezi kumfundisha kula usufi. Njia ni hiyo na tutaipita hiyo hiyo. Haya yatakotokea huko jiani tutajuana, tutafahamisha. Lakini nilitaka haya mawili tu ya fahamu. Baada ya hayo, ndugu zangu, baada ya kutokea yote haya, hawa jamaa wengine walianza pia kutuma baadhi ya ibilisi kuja kutuambia, sasa si mnajua mambo haya ndio hivyo yamepita, twendeni tukakae, tutayarekebisha, tutanyoosha. Tukauliza tumwende wapi? Hatuende tukakae, tushiriki serikali ya umoja wa kitaifa. Nilikuwa kulisijua tu vijana wa mjini, lakini kule shamba nilikuwa naambia hawa walikuwa kama vile wanataka kula kisambu, lakini wakajikuta wamekula utupa. Wengi hamujui utupa. Basi mnaojua waambieni wasioujua. Ukiukuta kwenye kibakuli unaweza kufikiria mboga ya kisambu, kumbe bwana unalevya utupa. Lakini na wenzetu miongoni mwenu, wenzetu walioko nje wamekuwa swala, bwana msiingie. Wengine bwana tusije kuacha kuingia. Umekuwa mjadala, umerudi hapo. Sasa swala jamani, mnauliza mnazungumza kuingia wapi? Mnazungumza tusiingie wapi? Huo ndio kweli uwe mjadala. Baada ya yote Mwenyezi Mungu kutufanyia yote haya, akatufikisha hapa, akatuonesha yaliyopo, akatuonesha nchi yetu ilipo, tunakwenda kujadiliana kuingia kutokuingia. Jamani, hebu muulize mtu, wewe vipi? Baada ya yote haya, wewe huioni hatari iliyopo inayoikabili nchi hii? Tunazungumza kuingia kutokuingia. Jamani, si tulikuwemo 2020 kama watu ni binadamu kweli? 2020 yaliyotokea 21 hama bwana wote
Mmoja kenda alikuwa ukifikiria kama kameza yule samaki yule mwenye umeme. Wakati mwingine ofisini mpaka alale chini, ana umeme wa ndani kwa ndani, jinsi walivyo jeruhi. Huyo bwana alikuwa hajui kama mguu utarudi au haurudi au atarudi yeye mwenyewe. Katika walioyafanya 21 watu wamewaua, 18 wameachwa na ulemavu wa kudumu. Watu 48 tumewatibu kwa muda mrefu. Watu zaidi ya 1000 walioumizwa, wanawake waliofanyiwa vitendo vya kijahili uliopindukia mpaka na watu hawa. Mliwasikia kala kusimama wakasikitika na hili? Mali mkayabeba yote, viti wamechukua vyote wakaacha 4. Tumeendesha chama hichi kwa shida, kwa dhiki. Mpaka leo tumefika pahala, tumekwenda kwenye uchaguzi. Wazanzibari wakasema nyinyi ndio mnaotufaa. Watu hawa ukiwaona, tukavaa kanzu inapepea ya lasi, ukiona utasema hawa binadamu. Haka kavaa tasbihi ya dagaa. Haya ndio yao. Mzee wetu alivyoyabeba yote hayo. Majimbo mmechukua yote. Watu mlioua, watu mliojeruhi, yatima, vizuka mlioacha, wanawake mliowajeruhi maisha. Mwanamke wa kiungwana wa nchi hii unakwenda kumfanyia vitendo vya kumdhalilisha. Huyu ni sawa sana ule muua, yupo ni maiti anakwenda. Maumivu yake ni makubwa. Jifikirie angefanyiwa ahali yako, angefanyiwa dada yako. Wameyafanya, hata siku moja hawakusimama wakasikitishwa, wakaumwa na haya binadamu hawa. Hakuna hata moja waliotekeleza. Lakini leo tuna ushahidi wa hai, ushahidi hai. Mheshimiwa Mazrui tulivyoingia kwenye serikali, kajitoa kilillahi, kafuatilia kwa mbinu zake, kwa njia zake, kwa kontakti zake, kapata misaada mingi ya kujenga nchi hii, ya kuwapa nyie sifa. Alafu sifa mmechukua nyinyi, mkikaa mnasema huyu mpinzani tofauti na wengine. Mungu anawarudi kwa kauli zao, au si kwa alivyokuwa akisema huyo sasa na wapinzani wengine. Mheshimiwa Omar hata mbele za watu wengine wakisema kijana hodari anajituma. Sisi tunaambiwa na wengine wanakwenda kuwaona. Leo Mheshimiwa Mazrui mpinzani tofauti yuko wapi? Eti jamani, mpinzani tofauti yuko wapi? Ndio Mungu. Haya, Mungu yote alitaka kutuonesha mfanyiwe nini, mpewe nini, mnataka nini, mnatafuta nini nyinyi. Hamna hisani, hamna vibaya, hamna haya, hamna utu. Sijui Mheshimiwa Mazrui leo jamaa ukikutana nao sijui anakuangalia vipi. Maana sisi wengine maneno ya Swahili bale, au si? Sisi wengine bale. Hao wengine mliosimama hadharani mkasema. Hawa watu, hawa binadamu, unakwenda kuingia, unakwenda kufanya nini?
Maana Mwenyezi Mungu kawatoa moja moja. Kaanza kofia wakaiweka pembeni, kaanza kanzu, koti, kanzu mpaka mwisho. Muungwana ukivuka nguo chutama. Wao watakuchutama imewashinda, au sio? Mwisho amekwenda kupanda juu ya kinu. Unaambia basi angalau mwingine si ungepunguza kidogo. Ndio leo tulipo. Tunalipi hatulijui. Tunalipi Mwenyezi Mungu hajatuonesha kwa watu hawa. Na kwa hivyo hilo la kwanza tulizingatie, ndugu zangu. Haya ni mambo Mwenyezi Mungu katuletea ibra, katuonesha. Mnataka Mungu atupe nini? Eti ndugu zangu, tunataka Mungu atupe nini nchi hii? Ndio ile nyimbo tunajua wabaya wetu. Tena ndani nje, au sio? Au sivyo? Mwenyezi Mungu tuliokuwa hatuyawezi, Mwenyezi Mungu asema tulieni, hawa tawapandisha ngazi, hawa tapanda kinu wenyewe. Hata maarifa nadhari cha kuchutama pia hawatoipata. Wamesimama kama alifu. Maneno kibeba raba kitana juu ya kinu. Tunalipi hatulijui. Sasa hilo ni moja, ndugu zangu. Jamani, sisi ni viongozi. Sisi tumeaminiwa. Tumepewa dhamana na Wazanzibari tuongoze mambo yao. Hili moja tumelipata. Lakini jingine, ndugu zangu, naomba tuzingatie sana. Baada hilo la kuwajua wao vizuri, naomba tuzingatie na jingine muhimu sana, kwamba jamani, iliyokosewa katika hili, iliyosalitiwa, iliyofanyiwa makosa, iliyodhalilishwa sio ACT Wazalendo. Iliyodhalilishwa, iliyosalitiwa, iliyofanyiwa makosa, iliyovunjiwa heshima yake ni Zanzibar na watu wake. Tusichukue hili jambo la ACT Wazalendo. Wewe unakuaje na nchi ambayo leo una mtu anakwenda kushika kitabu cha Mwenyezi Mungu? Hatari. Leo unaitwa uchaguzi. Wamewachukua leo watu na heshima zao. Msifikiri kwamba kila polisi, kila askari, kuna watu wana dini zao, wacha wa Mungu, wanasali 5 salawati, wana imani, ni binadamu. Leo unakwenda kumchukua askari, unakwenda kumfanya na yeye awe mwizi. Mwizi atakamatwa na nani nchi hii? Jamani, ndio tulipo. Hamkuwaona askari alokuwa hakwenda yeye mwenyewe, kenda kulinda mwizi? Ukilinda mwizi na wewe mwizi. Ndio sharia za nchi, ndio sharia za nchi dunia nzima. Abeta of crime, na yeye ni criminal sawa sawa na huyo aliyofanya makosa. Wewe ukiwa msaidizi wa mhalifu, na wewe mhalifu. Leo tumewafikisha hapo, nchi hii inakalika. Leo tumewachukua watoto wetu wadogo, leo wadogo chuchuni, tunakwenda tunawavalisha gwanda. Aibu, fedheha. Utafikiria tuko kwenye Interahamwe? Utafikiria tuko M23, tuko DRC Congo? Utafikiria tuko ushenzini, nchi ya wastaarabu?
mambo ya kijahili kabisa. Wewe umepewa dhamana kama mzee, kama kiongozi. Watu wa nchi hii, imani yetu wengi ni Waislamu. Mwenyezi Mungu alikuwa anawaambia, tazameni daraja ambayo Mwenyezi Mungu kampa mtu anayeomba tu kwamba apate watoto wema, apate ahali wema. Tutazame daraja Mwenyezi Mungu aliyompa. Anasema katika watu aliowapa daraja viumbe wake wema, katuambia kwenye suratul Furqan, si ndio? Kawataja wengi, lakini miongoni mwao ni nani? Walladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lilmuttaqina imama. Hiyo ni daraja aliyepewa anayeomba dua hii. Umepewa daraja kwamba ibadur rahman. Leo wewe kiongozi wa nchi unatumia fedha za masikini wa nchi hii, unatumia sare za jeshi la nchi hii, la askari wa nchi hii, unakwenda kufundisha watoto wezi, watoto chuchu. Hili kosa kubwa, sio tu la kisheria ya nchi, la kimaadili, hata kimataifa. Ni kinyume na sera yetu ya watoto, sharia yetu ya watoto, dini yetu, uadilifu na maadili ya uongozi. Hawa leo watoto wamewafikisha hapo, wezi wakubwa. Huu ukisikia ufisadi, ndio tulisoma hapa suratul Fajr. Mwenyezi Mungu kamleta Nabii Musa aende kwa Firauni. Kwani ulizidi ufisadi? Ufisadi sio kuiba tu. Ufisadi ni kama huu, waharibu watoto. Unaifisidi nchi tokea chuchuni, unaifisidi. Ndio hawa leo tumefika pahala unachukua fedha za watu masikini wa nchi hii, mabilioni ya fedha, unasema unakwenda kufanya uchaguzi. Ndio uchaguzi ndio huu. Uchaguzi ndio huu. Nchi hii tumeanza uchaguzi tokea mwaka 57. Ndio mpaka leo hatujajua uchaguzi unavyofanywa. Mwaka 57 tumeanza uchaguzi wa vyama vingi nchi hii. Ndio mpaka leo. Aibu, fedheha kutuambia Zanzibar eti ndio uchaguzi unaweza kufanya huu. Wezi watupu. Leo unachukua watoto wa kike nchi hii ndio unakwenda kuwafanya wasimamizi wa wizi huu. Ndugu zangu, mimi nimekuwa naibu mwanasheria mkuu miaka 9. Sehemu kubwa nikishughulikia masuala ya jinai kwa kushirikiana na polisi. Wakati ule masuala ya jinai yako chini ya mwanasheria mkuu. Imekuja kuanzishwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, nimekaa miaka 9. Katika watu ambao ni adimu sana, nadhani sisi tunaongoza kwa wanawake kufanya uhalifu hasa wa wizi, basi ni Zanzibar. Unaweza ukasema almost ni zero. Huwezi kumkuta kwenye mashtaka, huwezi kumkuta kwamba katiwa hatiani. Leo anakuja mtu kwa maslahi yake, kwa miradi yake, kwa ufisadi wake, anachukua kikundi cha watu, wanajitengenezea utaratibu eti wakwenda kuambiwa wamechaguliwa, wanachukua watoto wa kike wanakwenda kuwafundisha wizi. Hamkuwaona nyewe vituoni? Si ndio walikuwa wengi? Leo watoto wetu wa kike tutapata wapi mama wa kulelea watoto wetu? Mtoto ushamfanya mwizi, mama wa baadaye mwizi, mke wa baadaye mwizi, mlezi wa taifa hili mwizi. Nchi hii leo unakwenda kupata mwakilishi wa kwenda kuisimamia serikali, mwizi, kapatikana kwa njia ya wizi.
Leo unakwenda kumpata huyu mwakilishi anajijua mie mwizi, anachaguliwa kwa mwingine, anachaguliwa makamu wa pili wa rais bwana, mwingine anachaguliwa waziri, lakini tena waziri utambua utawala bora na sheria, mwizi kapata jimbo kwa njia ya wizi. Sasa jamani, mimi niwaulize, hii ndio Zanzibar mnaoitaka? Hii ndio safari tunayokwenda? Ikiwa leo tumefika hapa, kilichobakia nini? 2020 wameuliwa, 2025 haikutokezea, angalau watu wakasema tumerekebisha. Wamefanya ya uafiriti zaidi kwa kiburi kikubwa. Leo wameshatengeneza jeshi la vijana ambao hawajui jengine isipokuwa wizi. Wamekwenda kuwafunza kwa fedha zetu wa maskini wa nchi, wamekwenda kuwafunza wizi. Vijana hawa leo ni jeshi la wizi. Utakalo kwenda kufanya lolote, huyu kesho utamsikia afisa tawala, kesho utasikia mkurugenzi, sijui kesho utasikia nini. Wezi watupu, tena wezi wenye kiburi. Ndugu zangu, jamani, hamuogopi kuishi nchi ya namna hii? Hii ndio Zanzibar yetu jamani. Tunafahamiana, lakini eti tunafahamiana? Sisi tunalojiuliza jamani, hii ndio safari ya Wazanzibari? Tukumbuke nchi hii inakotoka. Leo wasikiti hamnazo, wakajipaka mapinduzi eti aibu, fedheha. Mzee Karume alipokuja na mapinduzi alikuja na sheria namba 6 ya mwaka 64. Kaeleza, yameelezwa mle malengo ya mapinduzi: kuwaunganisha watu, umoja, mshikamano, kuondoa ubaguzi, kujenga usawa. Haya ndiyo yaliyomo, ndiyo malengo ya mapinduzi. Kakaa Mzee Karume, kaondoka, kaja Mzee Jumbe mwaka 79. Mzee Jumbe akasema kabla hapo, wakati wa mapinduzi ilikuwa baraza la mapinduzi ndiyo serikali, ndiyo cabinet. Baraza la mapinduzi ndiyo baraza la kutunga sharia. Baraza la mapinduzi ndio ilikuwa mahakama kuu ya nchi. Mzee Jumbe 79 akasema jamani, baada ya muda wote huo 64 mpaka 79, miaka mingapi? 10. Baada ya miaka 15 tu Mzee Jumbe akasema tule mengine tuwarejeshe wenyewe wananchi. Akaunda baraza la wawakilishi, kwamba baraza la wawakilishi ndio sasa litunge sharia badala ya baraza la mapinduzi. Baraza la wawakilishi ndio sasa lichunge serikali badala yenyewe serikali kujichunga. Tunafahamiana? Na alipoifungua baraza la wawakilishi alisema hii ndio itakuwa ngome ya wananchi, kuichunga serikali yao, kuisimamia serikali yao. Ndio maneno ya Mzee Jumbe alipolizindua baraza la wawakilishi mwaka 80 Januari. Ipo hotuba yake, ndio madhumuni ya baraza la wawakilishi. Akaja Rais Mwinyi na Maalim, wakaja na katiba ya 84 ambayo ikatoa uhuru zaidi, ikaweka utaratibu wa wawakilishi kuchaguliwa na wananchi, kwa sababu 79 wawakilishi wakiteuliwa na kamati za mapinduzi. 84 wakasema wananchi wenyewe chagueni wawakilishi wenu, waingie kwenye ngome yenu, mkaisimamie serikali. Sasa leo nakuja wewe, nani unakuja kusema haya yote mimi ndo mwenye nchi?
yote hayana maana. Mwakilishi nitachagua mie, nani ende Kijini, nani ende Nungwi, nani ende wapi, Micheweni kula mpelekewa mtu hata hawajui. Yeye mwenye haijui Micheweni, wao hawamjui. Ndio leo eti mbunge. Sasa hii ndio Zanzibar? Hii ndio Zanzibar ya watu wetu? Hii ndio Zanzibar ya mapinduzi? Aibu, fedheha. Tumepita, tumeingia chaguzi za vyama vingi. Yametokea aliyotokea. Wazee wetu si walikaa, wakazungumza, wakatengeneza miafaka. Mpaka kaja Rais Karume na Maalim, wakaja na serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa si pahala pa watu kugawana vyeo. Ili kusudiwa kwamba iwe ni jukwaa, kiwe ni chombo. Na isomeni ndugu zangu hotuba ya Maalim ya tarehe 8 Novemba mwaka 2020. Tarehe 8 Disemba 2020, baada ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais. Alieleza kwa ufasaha nini maana ya serikali ya umoja wa kitaifa, kwamba ni chombo cha kuwapeleka Wazanzibari kwenye maridhiano, si chombo cha kugawana vyeo, si chombo cha kwenda kukaa mtu mmoja akawa yeye ndio bwana, kwa sababu kapewa tu namba Joji Kazi, kaenda kasema huyu kapata 400,000, huyu kapata ngapi. Hasi mamlaka ya Joji Kazi, mamlaka ya wananchi. Sasa leo unakuwa na rais wa namba, sio rais wa ridhaa ya wananchi. Hiyo JNU iko. Tumekaa miaka 5 JNU kutatua jambo moja, kubadilisha mkurugenzi wa uchaguzi. Limemshinda moja, Nobel moja. Utafikiria nchi hii hawezi kupatikana mtu wa kuwafaina mwingine. Miaka 5, jambo moja, watu wamekufa. Hata vile kusema jamani, miaka 5. Sasa mimi ninachosema, baada ya miaka 5 leo tumefika huku. Hiyo JNU iko wapi? JNU madhumuni yake, serikali ya umoja wa kitaifa, ni kuwapeleka Wazanzibari kwenye maridhiano, kwenye mshikamano wao wamoja. Tufanye uchaguzi wa halali, uchaguzi wa haki, wananchi waseme tunamtaka nani ndio wa mwanzo, nani wa pili, wa mwanzo na wa pili, au aliyeshinda na aliyeshindwa, mshirikiane, mjenge nchi. Sasa ndio leo tunakwambia tayari uchaguzi umepita. Uchaguzi upi? Tuulize, uchaguzi upi? Huu ndio uchaguzi? Uchaguzi ambao hata ingekuwa mechi ya mpira tu pale kwa Mkapa watu wangeshauana, au si kweli? Uchaguzi ambao umeshuhudia kila aina ya uhuni uliopindukia mpaka leo tunakaa tunajiuliza, kuingia kuto kuingia. Jamani, tunajifahamu, tunajielewa? Hebu sisi ndugu zangu tuliopewa dhamana hii, chama chetu cha ACT Wazalendo, kila mmoja ajielewe tulipo, tulikotoka na tunataka kwenda wapi. Hii ndio nchi tunayoijenga. Hawa mmewaona wana dalili ya kujenga nchi? Hawa wana nia kweli ya wameweka kifuani mwao maslahi ya nchi? Sasa sisi tuliopewa dhamana hiyo, kwa nini na sisi tuingie kwenye mtego? Twende tukakae kujadiliana sijui nani apate viti vingapi nani? Si tulikuwemo? Kwa hivyo ndugu zangu, tunachosema baada ya kuyaona hayo, unless kuna mtu anasema lakini baada ya sisi kufanya tafakuri hiyo, tunachosema safari hii tunachokwenda kukitafuta sio kuingia au kutokuingia JNU. Tulichoharibikiwa ni nchi, tulichofikishwa pahala
tukapotezwa, tunapelekwa kizani. Leo tukiingia JNU baada ya mwaka 30, wewe unategemea kutakuwa na kitu gani? Mungu katuonesha yote haya. Tumetoka huko 2015 tukaambiwa jeshi akafuta uchaguzi, jeshi afuta uchaguzi, kachukuliwa, kalazimishwa, chini ya ulinzi, katangaza kwamba kafuta uchaguzi. Wakaona kama hayajeshi 2020 hayo 2025 Mwenyezi Mungu atuambia hamjayaona bado, hazijeshi hawa walikuwa angalau kuna kisekele kimebakia. Naam. Sasa mwaka 2025 Mungu kakiondoa kabisa nacho. Tuwaone. Sasa tunachosema sisi, ndugu zangu, safari tunayokwenda, tunashukuru wapo wazee wetu wenye hekima ambao wanasema tusiache hivi, tusikae hivi. Hebu tutafuteni tunakwenda wapi? Sasa ninachowaambia cha kwanza, ndugu zangu, safari inaendelea na inshallah hatutopumzika mpaka haki ya nchi hii, haki ya wananchi wa nchi hii, haki yetu lazima iwe imepatikana inshallah. Lakini haki yetu sio kuingia kupewa nafasi za uwaziri na umakamo. Wewe unakuwaje uliochaguliwa na wananchi ukawa rais alafu unasema unataka kuwa makamu? Mzee wetu alikubali kwa sababu ya kutengeneza, na sisi tumakubali, lakini uwe na watu unaonesha kwamba wanakwenda kutengeneza, sio wenye kiburi cha kuharibu. Wameharibu bado wana kiburi. Kwa hivyo sisi safari yetu hii, ndugu zangu, niwaambie, tunachokwenda kukitafuta ni kukitengeneza kilichoharibika. Iliyoharibiwa nchi yetu, iliyoharibiwa ni safari ya Wazanzibari. Tunachokitafuta ni kuirudisha safari ya Wazanzibari. Kama ni JNU iwe JNU ya kweli, na tuoneshe wapi tunakwenda. Na kunapokwenda lazima iwe ni kwa manufaa ya nchi, kwa maslahi ya nchi, maslahi ya watu wa nchi hii. Tutoke kwenda tunakupelekwa sasa kizani. Jamani, tunakubaliana katika hilo? Tunakubaliana katika hilo? Hebu tunyoshe mkono basi nione kama kweli. Mimi nawashukuru. Tutakwenda kwa nia ya dhati, tutakwenda kwa heshima, tukiweka maslahi ya Zanzibar mbele na maslahi ya Wazanzibari mbele. Tulishatangulia kusema sisi, na mimi nimechukua ahadi hiyo, whatever is in the best interest ya Zanzibar, chochote ambacho ni kwa maslahi ya Wazanzibari nitakipambania, hata kama wenzangu hawa watakuwa na kipiga. Nitaanza kupambana na wao kuambia hili lina maslahi kwa nchi yetu, hili lina maslahi kwa watu wetu, hili lina maslahi kwa mustakabali wetu. Na sitokubali lolote lafu nikakombe bwana haramu apite. Sisi tutakwenda kwa dhamira ya funua kombe bwana haramu aonekane. Ndio tutakapoweza kurekebisha. Nimalizie ndugu zangu kwa kusema, kama tunakubaliana hilo, niwaambie mambo mawili, niwatahadharisha. La kwanza, safari hii bado itahitaji subra. Safari hii itahitaji bado subra. Na subra maana yake ni kuna muda, kuna subra ya mambo yatakayotokea. Mtapita mkikejeliwa, hawenda wazimu. Mungu hakuwapa hayo. Mtapita mkikejeliwa, taambiwa nyie kazi yenu mpiga makelele, uchaguzi umekwisha. Taambia sawa.
hata mtume wakimdhihaki wakimwambia mwenye, mpaka mwingine Mwenyezi Mungu kamwambia mwenyewe, wakimwambia bali hadha rasul yaakulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Huyu mtume gani anayepita masokoni naye akata eti hilo lishakuwa kosa? Ndio kawaida ya watu dhulumati, madhalimu ndio kawaida yao, hata kwa la haki watakukejeli. Linahitaji subira. Ndio Nabii Musa alipokwenda kupambana na Firauni baada ya kupewa yote, lakini akarudi Mwenyezi Mungu akamwambia ushanipa yote na nyenzo na fimbo nani, lakini akamwambia nakuomba tena na mambo manne, na la mwanzo akatanguliza rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, nipeki fua silihishe, sicha kwenda kubeba chuma chini. Mambo kupambana na dhalim kuna hitaji subra, kuna hitaji uwe kweli umeshiba. Hilo muhimu sana. Aseme mwache aseme mpaka apaswe mdomo, mwambie nimekusikia. Sisi tunakwenda na tunakwenda huko kwa sababu sisi tunaloliamua tunalijua sisi wenyewe, tunalolitafuta tunalijua sisi wenyewe. Kama ni ujinga, si ni ujinga wetu. Kama werevu wetu, wewe unakukera nini? Au sivyo? La pili, ndugu zangu, tunachohitaji kitu muhimu sana siku zote, mshikamano wetu, umoja wetu ndio imekuwa silaha yetu. Kama kuna wakati tunahitaji mshikamano, kama kuna wakati tunahitaji umoja, ni katika safari hii ndio ambapo tutaweza kufanikiwa. Lakini wakitokea wengine vitu vidogo vidogo vikawatoa roho, wapo wengine kina nauliza tu, sisi tumeingia kwenye uchaguzi tukiwa na uhakika wa kupata viti 13 vya viti maalum kwa mfano. Baada ya change ya wizi imebakia 4. Wengine wako majumbani wanasema sasa sisi hatukupata kiti maalum na kaa kitako. Sasa unajiuliza sasa engepewa nani isingekuwa tabu? Na si maslahi ubinadamu, upe fursa. Ipo nayo ya ubinadamu, lakini yasikuzidi. Umia alafu seme na kwenda mbele. Tumefahamiana? Sasa haya tunahitaji umoja na mshikamano. Mimi naamini tukiwa na subira, naamini tukiwa na umoja wetu na mshikamano wetu na nidhamu yetu ya kawaida, sisi tutashindwa wapi? Itakayobakia ni kadara ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu tunalokwenda kulitafuta ni la haki ya nchi yetu, hatuendi kutafuta viti, tunakwenda kuirudisha nchi hii na watu wake, imani ya watu wetu, silka za nchi yetu, desturi za nchi yetu, ustaarabu wa nchi yetu, tuweze kurudisha, tutembee katika misingi hii. Hatuwezi kuachia watoto wetu uhuni wa namna hii, nchi iliyojaa uhuni wa namna hii. Kitakachofuata manake ni kuja wakauana, na sisi tutabeba dhima. Sote ni wachunga, sote ni walezi, sote tuna dhamana, sote tuna dhima. Tusimame katika hilo. Nchi imepotea, nchi imevurugwa, nchi inapelekwa kwenye giza, tuirejeshe katika mstari. Tumefahamiana jamani? Tuko pamoja? Tuseme haya yaliyotokea, lakini sasa basi. Tuko pamoja katika hilo? Mimi nawashukuru, asanteni sana.